Ni rahisi sana mwanaume akajipata vizuri, yani financial akawa vizuri. Ni rahisi sana mwanaume huyo kuwaza ndoa, kuoa. Mwanamke akanyoka kwenye sapampa, kwenye pesa, kwenye maokoto akanyoka, yani akawa boss lady kweli. So akukopesha, anakuwa single mother. Kwa nini? Yani ndoa huifikirii. Yani sio kwamba kuna pointi inakuja kichwani kwamba tunaolewa kwa sababu ya njaa. Sijasema mimi tunaolewa kwa sababu ya njaa, ila inakufanya relate kwamba watu wanaolewa kwa sababu ya njaa, kwa sababu asilimia kubwa ya wanawake wenye kipato ndoa hawaiwazi. Kuna ile heshima ambayo inakujaga totally ukimwanaume akiwa anakuhudumia, yani wewe uolewe na mwanaume aliyokuzidi kila kitu. Kuna ile raha yake. Sasa wewe ukishakuwa una hela, una kila kitu, unaona sasa huyu atanipotezea wakati. Kwa nini inakuwa hivyo? Yani kwa nini mwanamke yeye akijipata anaanza zake biashara, anaanza kile kimoja yako, yake dada wa kazi afanye maisha yake. Mwanaume anaweza akajipata vizuri akawaza ndo, sio mwanamke. Kwa nini? Yani kwa nini? Hebu watu mliolewa mtuambie, na wenyewe ambao mmejipata mko masengoma mtuambie. Shida inakuwa nini? Yani wanawake ambao unakuta amejicommit kwenye ndoa, ndio sio kwamba hana hela, lakini ana kipato cha kawaida. Akimzidi mwanaume inakuwa kasumba. Wapo ambao wameolewa na wamewazidi wanaume kipato, sijasema hawapo. Wapo, ila asilimia kubwa ya wanawake ambao wana kipato kikubwa, kuolewa yao inakuwa kamzozo. Yaani anaona sasa huyu mwanaume sasa yani anamuona kama sasa haka. Kwa nini inakuwaga hivyo? Hebu tuambieni.